unatembea na nguvu ya Mungu. Mwambie tena, hapo ulipo unatembea na nguvu ya Mungu. Na hii nguvu ya Mungu inaweza kufanya jambo lolote. Inaweza kutenda mambo makubwa tu. Haleluya. Jamani, haleluya. Najua Mungu wetu ana nguvu. Yuko juu ya nguvu zote. Yuko juu ya mamlaka yote. Anaweza. Leo tutamuomba kwamba umetujaza nguvu, umetujaza roho, tujaze na nguvu. Amen. Tunahitaji nguvu. Amen. Tuna nyumbani mwenye pepo akimwe kwa jina la Yesu, pepo atoke. Amina. Amina. Wachawi wanaokuja kuanga usiku na watangazia kwa jina la Yesu, mkamie huko jamii. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tuangalie tena sura ya 5 kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia mstari wa 12 mpaka 16. Matendo ya Mitume 12 mpaka 16. Na Petro hapo kaambia nguvu ya Mungu inaambatana nao. Nasema na kwa mikono ya mitume na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Suleimani, na katika wote wengine hapana hata moja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu walioadhimisha walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu, sema hata ikawa katika njia kuu, kutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majani na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mojawapo wao. Naye makutano ya watu wa mji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, na wote wakaponywa. Haleluya. Jamani, haleluya. Wakawaleta kwa mitume watu ambao wamejaza Roho Mtakatifu, watu waliomwamini Yesu wakajaza Roho Mtakatifu, wakawaleta wagonjwa kila aina, watu ambao walikuwa na mateso ya kila aina, watu ambao walikuwa wamekandamizwa na shetani miaka yao, wengine miaka mingi, wengine michache, lakini walikuwa na mateso. Wakawaleta hao watu, walikuwa wanadamu wa kawaida kama wewe na hao. Walikuwa ni mambo mawili tu, wamemwamini Yesu na wamejazwa na Roho Mtakatifu kama wewe ulivyo. Haleluya. Jamani, haleluya. Wakawaombea wale watu, wakapona wote. Amina. Wakapona wote. Unajua na haki, tuseme Marko 16. Marko 16 mstari ule wa 14 mpaka 20. Kitabu cha Marko. Yaani kabisa wewe unastahili uombee watu, kazini kwako ombea watu, kwenye kijiwe chako ombea watu. Nguvu ya Mungu iko ndani yako. Haleluya. Jamani, haleluya. Aya 14 anasema baadaye akaonekana na wale 11 waliokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakumsadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atafanyaje? Atahukumiwa. Na ishara hizi, sema na ishara hizi, na ishara hizi
ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hawajasema kwamba zitafuatana na mitume, zitafuatana na hao wafanyaje? Wale waaminio. Mmoja wa watu ambao walioamini ni wewe. Haleluya jamani, haleluya. Sasa sikiliza ishara ambazo zinaambatana na wewe. Maana ya kuambatana ni nini? Kufuatana, si ndio? Maana yake haya wewe unaweza kuyafanya, si ndio? Amina. Jamani, leo tuangalie kwa jinsi ya tofauti. Tunataka hiyo nguvu inayotenda hayo. Amina. Nasema na ishara hizi, sema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Manake jina la Yesu, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, ile lugha ile, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka. Sio kaenda polisi taribaya, haya mambo ya kiroho. Watashika nyoka, hata lakini kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya, wataweka mikono yao wapi jamani? Wataweka mikono yao wapi? Hajasema wataonyesha mafuta. Wamesema wataonyesha mafuta, watakanyaga mafuta, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Haleluya, haleluya. Na wataomba kwa jina la nani? La jina la Yesu. Na wagonjwa watafanyaje? Watapona. Haleluya jamani, haleluya. Kazi hiyo inayofanyika kwa sababu ni kazi ya kiroho, lazima iwepo nguvu ya kiroho. Kazi ya kiroho inafanyika kwa nguvu ya kiroho, na nguvu ya kiroho ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Haleluya jamani, haleluya. Si tumepewa jamani mamlaka haya kwamba yote anayeamini mgonjwa ndio kwambia nenda kwa jina lako, nasikia naumwa, nenda kumsalimie. Pakapo kwenda kumsalimia mwambie tuombe, weka mikono yako kwake, sawa? Bwana atamponya, maana ana nguvu ya Mungu ndani yake. Petro alitambua nina nguvu ya Mungu, kwamba kile nilicho nacho ndicho takupa. Vitu vya dunia sina, pesa sina, ATM haisomi si ndio? Dhahabu sina, lakini ndani yangu na kitu cha maana ambayo inaweza kusaidia. Sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama. Akasimama leo kwa kiwetu, na wewe utafanya hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Maana Roho yuko ndani yako. Amen. Roho yuko ndani yako. Amen. Bwana anasema nani mtapokea nini? Nguvu. Akiisha kujia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Nani mtachukua mashahidi wangu toka wapi? Yerusalemu na Uyahudi kote, Samaria na wapi? Hata mwisho wa nchi. Unapokwenda kumshuhudia Yesu kwamba huyu Yesu anaponya, huyu Yesu anaweza, huyu Yesu ni uzima, huyu Yesu ni mwana wa Mungu, anatenda yasiyowezekana, anaweza yote, anajua yote. Mungu anathibitisha hilo neno kwa kufanya mambo makuu katikati ya watu. Haleluya jamani, haleluya. Tumsome tena Filipi, mtu wa kawaida kabisa, shemasi, ameteremka Samaria, naye akafanya mama. Amina jamani. Amen. Tuko pamoja watu wa Galilaya. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Leo tuna kazi moja, tumuombe Bwana Yesu nguvu. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunahitaji nguvu zake mpaka kieleweke Galilaya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu yupo na Roho yupo, tunataka na nguvu zake ziwepo. Amina. Sio watu kunena kwa lugha tu alafu nguvu ya Mungu.
iwepo. Amen. Amina jamani. Amen. Tunakuja hapa tunamwabudu Mungu katika roho, lakini nguvu ya Mungu iwepo. Si ndio? Amen. Si ndio? Mashetani yaache kuwatesa watu. Amen. Tuyafukuze kwa jina la Yesu. Amen. Walio wagonjwa wakija hapo wanapona. Waliolewa na mashetani yanakimbia. Si ndio jamani? Ndugu zetu akija majumbani kwetu tunaombea wanapona. Amen. Si wataacha kumwamini Yesu? Watasema tamshika Yesu aliyeniponya namna hii. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Inawezekana. Amen. Jamani, inawezekana. Amen. Jamani, inawezekana. Amen. Galilaya inawezekana. Amen. Galilaya inawezekana. Amen. Baba Yesu wetu yu hai. Amen. Jamani, Yesu wetu yu hai. Amen. Anafanya vitu vilivyo hai. Amen. Ana nguvu. Yaani alikuwa ndani ya kina Petro hakuishia huko. Na sisi kwetu yupo mpaka leo. Haleluya. Jamani, haleluya. Wangapi wanajisikia vizuri? Amen. Tusome Matendo ya Mitume 8 kuanzia mstari wa 4. Anasema lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yake yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu